Karibu tena mtazamaji kwenye habari zetu siku hii ya leo ya Jumatatu ya tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka 2026. Jina langu ni Eric Masha Douglas. Naam, huenda Gachagua akawa debeni mwaka 2027 baada ya ushauri uliotolewa na mwanasheria mkuu. Mahakama ya juu imeamuru mwanasheria mkuu Dorcas Oduor kutoa ushauri kuhusu mtanziko wa kikatiba unaohusu iwapo maafisa wa serikali waliotimuliwa wanaweza kuwania uchaguzi huku wakipinga kufurushwa kwao kotini. Naam, mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari motomoto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share. Koti Ijumaa iliyopita iliagiza mwanasheria mkuu kutoa ushauri katika siku 21 zijazo. Jopo liliwasilisha swala hilo kwa mwanasheria mkuu huku likichelewesha uamuzi muhimu ambao huenda ukaathiri chaguzi kuu zijazo za urais mwaka 2027. Kesi hiyo ina umuhimu kwa aliyekuwa naibu Rigathi Gachagua, aliyekuwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza na aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko, ambao kung'olewa kwao afisini kumezua makabiliano ya muda mrefu kotini. Kiini cha kesi hiyo ni kuhusu iwapo viongozi waliofurushwa kutoka afisi za umma kupitia mchakato wa sheria wanaweza kuwania afisi za uchaguzi kabla ya kesi zao za rufaa kukamilika. Bwana Gachagua alitimuliwa na bunge la kitaifa mwaka 2024 kabla ya kuwasilisha kesi kotini kupinga uhalali wa kumfurusha. Mvutano huo bado unaendelea katika mahakama ya rufaa. Ni miongoni mwa wapeperushaji bendera wanaodhamiria kupinga kuchaguliwa tena kwa Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka 2027. Bi Mwanga alitemwa kama gavana wa Meru Agosti mwaka 2024 baada ya Seneti kupitisha uamuzi wa bunge la kaunti kumng'atua mamlakani na kuzua kesi tofauti kotini kuhusu mchakato. Bwana Sonko alitimuliwa kama gavana wa Nairobi mwaka 2020 na akaendelea kukabiliana kisheria kuhusu ufurushaji wake huku akijihusisha na siasa. Kufuatia kubandiliwa kwao, walianzisha vyama tofauti vya kisiasa huku Bwana Gachagua akiwa kinara wa Democratic for the Citizen Party DCP, Bwana Kawira Umoja na Maendeleo Party, huku Sonko akiongoza National Economic Development Party. Kesi iliyo mbele ya mahakama ya juu iliwasilishwa na spika wa bunge la kaunti ya Meru Ayub Bundi Solomon Aprili mwaka 2026 kwa namna ya ushauri wa kurejelewa, akiomba koti hiyo kutafsiri sura ya 6 ya katiba pamoja na vifungu 99 na 193 vinavyosimamia kufuzu na kung'olewa kutoka afisi ya uchaguzi. Haya ni marejeleo kuhusu ushauri. Marejeleo haya yanatokana na utata ambao haujatatuliwa katika kitovu cha mfumo wa uongozi na uadilifu chini ya sura ya 6 ya katiba, anasema. Katika kesi iliyowasilishwa Aprili tarehe 10 mwaka 2026, Bwana Bundi alihoji kuwa amri za koti zinazofutilia mbali ufurushaji zikisubiri rufaa kimtindo zimeruhusu maafisa walioondolewa kwa mashtaka ya uadilifu, ikiwemo kutimuliwa, kubaki waliofuzu kwa uchaguzi huku kesi zikiendelea. Alifafanua kuwa miaka 15 tangu katiba mpya ilipozinduliwa mwaka 2010, bado hakuna tafsiri thabiti kuhusu ikiwa katiba inabuni kiwango mwafaka kinachoeleweka kuhusu uongozi wa umma, hasa kuhusu namna kiwango hicho kinatumika kwa watu waliong'atuliwa afisini. Badala ya kusuluhisha masuala hayo kikatiba papo hapo, jopo la majaji 5 wakiongozwa na naibu jaji mkuu Philomena Mwilu waliagiza spika Bundi kwanza apate ushauri kisheria kutoka kwa mwanasheria mkuu kabla ya kesi hiyo kuendelea kusikilizwa. Mlalamishi ameagizwa kutafuta ushauri wa mwanasheria mkuu na ushauri huo utolewe katika muda wa siku 21 kuanzia tarehe ya uamuzi huo, iliamuru koti. Majaji wengine wa jopo hilo ni Smokin Wanjala, Isaac Lenaola, William Ouku na Mohamed Warsame. Majaji waliagiza kuwa marejeleo na uamuzi uwasilishwe kwa mwanasheria mkuu na kwamba swala hilo lirejelewe mbele ya naibu msajili baada ya kutimiza masharti hayo. Uamuzi huo vilevile uliahirisha kusikiliza ombi lililowasilishwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka na Tume ya Maadili ya Kupambana na Ufisadi kujiunga na kesi hiyo. Tume hizo mbili ziliwasilisha ombi kushirikishwa kwa sababu ya majukumu yake kikatiba kuhusu kufuzu kwa wagombea na matakwa ya uadilifu. Spika alihoji kuwa maoni ya mwanasheria mkuu kabla ya kuwasilisha marejeleo hayakuwa lazima. Na mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari motomoto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share.